Praise the Lord. Final solution, people. I said, praise the Lord. I believe that this retreat, go ahead now, that this retreat will solve every problem of my life. Bwana asifiwe. Watu wenye suluhisho la mwisho nasema Bwana asifiwe. Naamini ya kwamba faragha hii, sema pamoja nami, ya kwamba faragha hii itasuluhisha kila tatizo la maisha yangu. Hii ndio faragha ya suluhisho la mwisho. Na kila kitu utakachosikia kuanzia muda wa maombi, wakati wa kuimba pambio, wakati wa kuimba nyimbo za kutaniko, na wakati wa huduma ya kwaya, na jumbe utakazosikia popote ulipo, utapata jibu la maisha yako. Kwa hiyo sio faragha ya kuchagua na kuacha. Useme kwamba sasa hivi wanaimba sitakuwepo, ya kwamba ni wakati wa matangazo. Hata matangazo yatakuwa ni matamko katika maisha yako, baraka katika maisha yako, mambo makuu katika maisha yako, na kuanzia leo yanatokea. Nazungumza na nani? Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutuleta hapa. Asante kwa ajili ya uaminifu wa watu wako. Asante kwa ajili ya kila kitu ambacho tayari kimefanyika kwa ajili ya kuandaa faragha hii ya majibu ya mwisho. Tunaomba Bwana utawabariki watu wako wote, kila mmoja mmoja bila ubaguzi, viongozi wetu, wahudumu wetu, waimbaji wetu, mashemasi wetu, walinzi wetu, watu wetu wote ambao wanaosikiliza ujumbe mahali popote. Ninaomba ya kwamba baraka kuu zitakuja juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Wale washiriki wote wa faragha, miujiza kwa kila mmoja. Anza nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Imefanyika. Maombi yetu yamejibiwa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Tunakuja Mathayo sura ya kwanza. Mathayo sura ya kwanza, mstari wa 21. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21. Naye atazaa mwana anaotamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Anazungumza juu ya Kristo wetu, Bwana wetu, mkombozi wetu, yeye asuluhishaye matatizo, muondoa milima, asamehe dhambi, anasamehe dhambi zote, anaokoa kila roho inayoamini, na kila anayemwitia jina lake anapata wokovu. Asema utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa. Hili neno kuokoa katika ile lugha yake ya Kigiriki, Kiyunani,
manake ni soso, manake ni kuokoa, manake ni kuponya, ni kukomboa, manake ni kuweka huru, manake ni kurejesha, ni kubariki. Kila baraka unayoitaka ipo katika ule wokovu wa Kristo, wokovu kamili, ukombozi, wokovu wa bure, lakini wokovu wa mwisho. Atawaokoa, ndiye atakayewaokoa, ndiye atakayewaponya, ndiye atakayewakomboa, yeye ndiye atakayewaweka huru, ndiye atakayewabariki. Hauwezi kukosa baraka. Mstari wa 22, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kila tangazo, kila tamko tunalolisoma katika kwa habari za manabii katika Agano Jipya, Agano la Kale, kutakuwa na utimilifu katika maisha yako kupitia Kristo ambaye ametupa ahadi zote na amefanya matoleo yote. Kutakuwa na kutimizwa. Utimilifu umekuja. Mstari wa 23, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake. Hebu litaje hilo jina kwa nguvu. Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kama Mungu yupo pamoja nasi, shetani hawezi kuwa pamoja nasi. Kama Mungu yuko pamoja nasi, dhambi haitakaa ndani mwetu. Kama Mungu yuko pamoja nasi, magonjwa hayatabaki katika miili yetu. Ikiwa Mungu yuko pamoja nasi, mateso hayatakaa. Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kila anayelitia jina la Bwana, Mungu yu pamoja naye. Mkombozi pamoja naye, Mwokozi pamoja naye. Nguvu inayoshikilia dunia nzima iko pamoja naye, iko pamoja nawe, iko pamoja nami, iko pamoja na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Tunapoanza faraga yetu leo, tunaangalia suluhisho la mwisho, Yesu Kristo. Tunaangalia juu ya upekee wa Yesu, upekee wa Yesu, upekee wa Yesu, upekee wa Yesu. Tayari umeshaona baadhi ya maeneo ya pekee ya Kristo, ya kwamba alizaliwa kwa Roho Mtakatifu, alizaliwa na bikira, alitungwa mimba kwa Roho Mtakatifu, lakini amekuja kugeuza kila kitu ambacho anguko la Adam limeleta katika maisha yetu. Na yeye ndiye Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi kila siku, kila saa ya siku. Haijalishi tatizo ni gani linaloinuka, Bwana ushahidi ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi ni kwamba jawabu limekuja. Ndiyo, jawabu lako lazima lije. Hebu nipe amen ya suluhisho la mwisho. Mambo matatu tunakwenda kuyaangalia katika upekee wa Kristo, upekee wa Yesu. Yesu wa pekee mwenye nguvu isiyo na mpaka. Yesu wa pekee mwenye nguvu isiyo na mpaka. Jambo la pili, kamanda wa pekee mwenye ahadi zisizoshindwa. Yeye ni kamanda wa pekee ambaye anakupa ahadi na ile ahadi haiwezi kushindwa. Na jambo la tatu, mshindi wa kipekee mwenye uwezekano usiokanika, mwenye uwezekano usiokanika. Katika maisha yako leo kutakuwa na uwezekano mkuu. Jambo la kwanza, tunaangalia Kristo wa pekee mwenye nguvu isiyo na mpaka. Ina maana gani? Ya kwamba Kristo ni wa pekee sana, nguvu yake ni ya pekee sana, kazi yake ni ya pekee sana, ishara zake na maajabu yake ni ya pekee sana, na kila kitu unachokiomba kwake anakitenda kana kwamba hakuna, kwa namna ambayo hakuna mtu mwingine awezavyo kutenda. Anasamehe zaidi ya mwingine wa yote, anaponya zaidi ya mwingine wa yote, anakomboa kuliko mwingine wa yote. Yeye ni wa pekee. Mwitikio wake kwa maombi yako
katika wakati huu utakuwa ni wa pekee. Majibu yake kwako yatakuwa ni ya pekee. Marko sura ya 2 mstari wa 10. Marko sura ya 2 tunasoma mstari wa 10. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam anayo amri duniani, popote pale duniani, hapa katika jimbo letu, katika majimbo yote ya taifa hili, katika mikoa yote ya taifa hili, katika Afrika yote, zaidi ya Afrika, kule Ulaya, Canada na pengine popote, mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam anayo nguvu duniani, kila mahali, ya kusamehe dhambi. Bwana amempatia mamlaka ile, Baba amempa mamlaka ile, ya kwamba unapoliitia jina la Bwana, kila dhambi ambayo ulishawahi kuifanya, dhambi kubwa, dhambi ndogo, dhambi ambayo ni ya kawaida, Baba amempa mamlaka ya kukusamehe wewe. Na leo kila atakayemjia Bwana, atakayetubia dhambi zake, atakayegeuka na kuacha dhambi zake, atakayemwamini Bwana Yesu Kristo, atapata msamaha na wokovu. Nilidhani kwamba utasema amen. Hapo mwambia yule mwenye kupoza, na kuambia nani huyo? Nani huyo anaambiwa na kuambia? Anasema na ugonjwa wako leo, anasema na udhaifu wako leo, na haijalishi ni changamoto gani. Unasema hii ni changamoto haiponyeki, unasema hapa hakuna majibu. Anasema na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako, uende nyumbani kwako. Mstari wa 12, niambie. Asema mara akaondoka. Huo ndio pekee wa Kristo, na ule upekee ataudhihirisha katika maisha yako leo, katika jina la Yesu. Ule ugonjwa wa ndani, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa katika mwili, ugonjwa wa muda mrefu, leo atakwenda kuondoa ugonjwa toka ndani mwako. Mara akaondoka, akajitika godoro lake. Kumbuka, walimbeba kumleta mahali pale, lakini uponyaji ukaja, nguvu ikaja, uweza ukaja, mamlaka ikaja, uwezo ukaja. Akajitika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Kama wewe ni mgonjwa, utaamka kwa afya, na utatoa ushuhuda wako katika namna ya kivitendo, katika namna ya kudhihirisha mbele yetu sisi sote leo, katika jina la Yesu. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Baba, wakamtukuza Mungu, akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Atagusa maisha yako, atakukomboa. Hata watu waliokujua watasema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Wokovu ambao unabadilisha maisha, uponyaji ambao unakuja na nguvu na uweza, uponyaji wa mara, uponyaji wa papo kwa hapo, huo uponyaji ni kwa ajili yako. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kumbuka,
upekee wa roho yule ule ulimshikia Mariam, na Mariam akaweza kupata ujauzito bila hata kumjua mtu, na katika ujauzito hakukuwa na shida. Anasema huyu Yesu Kristo ambaye alitungwa mimba kwa Roho Mtakatifu, amezaliwa kwa Roho, anaishi maisha ya uweza, maisha ya utukufu, maisha ya uwezekanifu wote, yote kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa anakuja kutangaza, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kuna uponyaji wa ndani na uponyaji wa nje. Bwana atakupatia. Asema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Kila siku Yesu ni mwenye uweza. Mstari wa 21 anasema, akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Yesu yuko mahali hapa leo, na anasema leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Anazo nguvu, atadhihirisha nguvu katika maisha yako leo, nguvu ya kuokoa, nguvu ya kuponya, nguvu ya kukomboa, nguvu ya kutia uweza, nguvu ya kuyapindua maisha yako, na nguvu ya kukufanya uwe kiumbe kipya katika Kristo. Utakuwa mpya sana kiasi kwamba utasahau maisha yako ya kale katika jina la Yesu. Luka sura ya 4 mstari 32. Mstari 32. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Manake kwamba walishangaa sana, walikuwa hawajaona jambo kama hilo. Upekee wa Kristo utadhihirishwa katika maisha yako. Wale ambao wako njiani, wengine wanaingia tu, hawajasikia hata ujumbe wote, Bwana atakutana nao wanapokuja, watapata miujiza yao. Watoto wetu ambao hata hawaelewi sana maneno yote tunayoyatumia, nguvu itashuka katika maisha ya watoto wako, na watoto na wageni wetu wote wanaokuja kwa mara ya kwanza. Hawajawahi kuona baadhi ya mistari hii, hawajawahi kusikia tafsiri tunazozitoa. Kutakuwa na miujiza. Nguvu itakuja juu ya wote katika jina la Yesu. Wakashangaa mno, wakashangaa kwa sababu walichokiona hawajawahi kuona. Utaona kitu ambacho hujawahi kukiona. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Unaposikia hata kabla ya kuomba, utamwona Roho wa Mungu akitembea katika maisha yako. Atatembea katika maisha yako, atatembea katika mwili wako. Anasema wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na kila roho chafu ambayo imekufuata mahali hapa itakuacha.
Mstari 36, mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana awamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Umekuja ukiwa unatarajia utaondoka unafurahi. Umekuja kwa sababu ulisikia ya kwamba Yesu Kristo ndiye jawabu la mwisho, na yuko mahali hapa. Na popote ulipo, haijalishi umekaa wapi, atakufikia pale ulipo. Tunaambiwa habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akitenda kazi njema na kuponya watu wangapi? Kama watumishi wetu wana changamoto yote ile, haijalishi nani ana changamoto, watumishi wetu pia na zimefichika wasemi, lakini wote, kila mmoja ataponywa. Mlinzi ataponywa, shemasi ataponywa, mwanakwaya ataponywa, na hata mimi mwenyewe nitaponywa. Mshukuru Mungu kwa ajili ya muda kama huu, ya kwamba pengine wewe ni mtu ambaye uko zamu au unasikiliza tu. Biblia inasema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Angalia Waebrania sura ya 13. Waebrania 13 mstari wa 8. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Hebu soma pamoja na mimi, 1, 2, 3. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Hebu soma kama mimi ninavyosoma, 1, 2, 3. Yesu Kristo ni yeye yule, nguvu yake haijapungua. Imani yetu kwake itapata matokeo yale yale ambayo watu wengine waliyapata katika siku za Biblia. Ninafurahi pamoja nawe. Nguvu yake itadhihirishwa katika maisha yako. Nikuonyeshe sasa matokeo ya hayo. Waefeso, matokeo ya hayo ni yapi? Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Nipe neno la kwanza pale. Hujafungua Biblia yako bado? Neno la kwanza anasema basi. Basi kwa Biblia ya Kiingereza ni basi sasa. Sasa leo itakuwa ni siku ya jibu lako. Kutakuwa na basi katika maisha yako, kutakuwa na hatima katika maisha yako. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo. Yesu anaweza kufanya, na katika faragha hii atafanya. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu inatenda kazi wapi? Inafanya kazi ndani yetu. Nasema ile kazi, ile nguvu itafanya kazi wapi? Itafanya kazi ndani yangu, itafanya kazi ndani yako. Asema naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Hata vizazi vyote vya milele na milele. Tumalizie neno la mwisho pale. Amina. Jambo la pili, kamanda wa pekee mwenye ahadi zisizoshindwa. Tunapomwangalia Kristo, neno la Mungu pia linamwakilisha
kama kamanda wetu, kama kapteni wetu. Yeye ndiye kapteni wa wokovu wetu, ndiye kamanda wa wokovu wetu. Yeye ndiye kamanda wa maisha yetu hasa, na kila kitu ambacho ni cha kufanyika, yeye anasimama kwa ujasiri mbele yetu kama kamanda wetu. Yeye ni kamanda wa roho yako, na anasimama kama mtu ambaye hajawahi kupoteza vita iwayo yote, na katika maisha yako hatapoteza vita vyovyote vile, hatashindwa. Angalia Waebrania sura ya 2 mstari wa 9. Waebrania sura ya 2 ule mstari wa 9. Ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, tunamwona hapa akielezewa kama yeye ambaye aliweka kando utukufu wake wa milele na akaja katika dunia hii, akaja kuteseka ili ayachukue mateso yetu. Ni kwa sababu ya kule kuchukua mwili wake alifanyika kuwa ni mdogo punde kuliko malaika. Yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kila hukumu ya mauti katika maisha yako Yesu ameitoa juu yake mwenyewe. Hautakufa mauti ya pili, hautakufa mauti ya kiroho, hautakufa katika kifo cha shetani, hautakufa kifo ambacho si cha wakati wake. Alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Leo unaweza ukapumzika ya kwamba kuna uzima wa milele kwa ajili yako. Mstari wa 10. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi wafikirie utukufu. Hata kuleta funi, hata kuleta, hata kuleta kwenye hali ya kudhalilishwa. Haijalishi ulifanya nini wakati uliopita, ambayo kitu ambacho kinge kufanya uaibike, Bwana amekuja kufutilia mbali kila kitu. Na baada ya kuwa umesamehewa na kusafishwa, Bwana hataweza kuyaona hata hayo makosa yako ya zamani. Na hata kama yataja katika maisha yako, Baba atasema ya kwamba mimi siyaoni hayo. Wewe ni mwongo, shetani ni mwongo, mapepo ni maongo, watesi wako, washtaki wako ni waongo katika jina la Yesu. Yeye atakuleta utukufuni. Anasema kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye ndiye kiongozi mkuu wa wokovu wao. Punde tunapomwamini yeye, atahakikisha unapata wokovu ule. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Haoni haya kuwaita waamini ndugu zake. Na sasa ametupa ahadi kama kamanda wetu. Isaya sura ya 55. Isaya sura ya 55 mstari wa 1. Haya, kila aonaye kiu, yeyote aliye na shauku, yeyote ambaye ana kiu, yeyote ambaye anasema nimekuja na ninatamani, nina njaa, nina kiu, yeye ataituliza kiu yako. Njoni majini, naye asiye na fedha njoni.
Hakuna unachokihitaji ambacho hautakipata kwake, kwa sababu bali ni kwa imani. Unapokuja kwa imani, anasema njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Angalia mstari wa 4. Angalieni, nimemweka nani huyo? Kristo. Nimemweka Yesu, yeye anayetupa jibu la mwisho. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemadari kwa kabila za watu. Tazama, utaita taifa usilolijua na taifa lisilokujua wewe. Tazama, utaita taifa usilolijua. Ina maana gani? Unajua, wakati mwingine unataka kitu, unataka jibu au unataka baraka, na ile baraka haiko hapa mahali katika namna ya kuonekana. Popote ile baraka ilipo, anasema utaita ile taifa na ile baraka itakuja katika maisha yako. Anasema utaita ile baraka tokea mbali, itakuja katika maisha yako. Anasema tazama, utaita taifa usilolijua. Elia alikuwa kwenye kile kijito alikuwa kwenye kile kijito, na kulikuwa kuna maji ya kunywa, lakini hakuna mkate wa kula. Lakini hatimaye mkate ukaletwa na kunguru. Inawezekana usijue baraka itatokea wapi, lakini hatimaye itakuja. Miujiza itakuja. Hebu nirudi kwa Elia tena. Wale kunguru ambao walileta mkate, kwa kawaida wale kunguru huwa ni walafi, huwa wanakula kila nyama au kila mkate ambayo inakuwa iko mbele yao. Lakini sasa waliamuriwa ya kwamba waliagizwa sasa waweze kuleta mkate, waweze kuleta na divai kwa Elia. Hawakuweza kula chembe katika vile ambavyo Mungu aliwaagiza walete. Baraka yako ambayo Bwana ameamuru katika maisha yako inakuwa ni kamilifu. Hakuna pepo, hakuna shetani, hakuna mchawi atakayegusa baraka yako katika jina la Yesu. Hatimaye yale maji yakakauka. Bwana akamwambia Elia, haya, inuka. Kunguru wamefanya sehemu ya kwanza ya matoleo ya baraka zako. Sasa namwagiza mtu ambaye ni mkuu kuliko kunguru, mwanamke, atakulisha. Na Elia akaenda. Unajua hadithi ile? Siku ya kwanza, nenda kalitengenezee mkate nile kwanza, hapo utanitengenezea wewe mwanao mle baada ya mimi. Siku inayofuata akala. Kwa zaidi ya miaka 2 katika nyumba ile aliendelea kula. Hatua ya kwanza ilikuwa yule kunguru analeta mkate na nyama, lakini ngazi ya pili ikawa ni mwanamke. Lakini sasa ngazi ya tatu, Elia akawa naogopa, akawa anamkimbia Yezebel, akachoka, akakaa, akalala. Tayari kunguru alishafanya sehemu yake, mwanamke alishafanya sehemu yake. Lakini hatua ya tatu sasa, ile ngazi ya tatu sasa, malaika. Baraka zako zitakuwa ongezeka na kuongezeka katika jina la Yesu. Hatimaye malaika akamwamsha, akamwambia, inuka ule, kwa sababu safari ni kubwa sana kwako. Akainuka kwa sababu sasa
ametoka kwenye ile ngazi ya kwanza ya kuletewa chakula na kunguru, amevuka ile ngazi ya kuletewa chakula na mwanamke. Sasa mtumishi anayefuata ni malaika. Umesikia hilo? Kwa hiyo akala na akalala tena, wala kusema hata asante, wala kuuliza hata jina lako ni nani, wala kusema ya kwamba nitakupataje tena. Alijua ya kwamba matoleo haya yanatoka kwa kamanda wa wokovu wake, jemedari wa wokovu wake, na alijua kwamba kama ninapungukiwa nitaenda kwa kamanda tu, mambo yatakaa sawa. Akainuka tena akala. Tofauti ni kwamba wakati wa kunguru alikuwa anakula asubuhi na jioni, na hatimaye anapata njaa tena. Wakati wa mwanamke alikuwa anakula asubuhi na jioni, anapata njaa tena. Lakini kwa habari ya malaika, alienda kwa nguvu ya chakula kile kwa siku ngapi? Siku 40. Unapata kitu hapa. Nasema hapa unapata kitu. Umezoea kwamba unaamka unakwenda unarudi, unakwenda unarudi. Lakini Bwana anakupa chakula ambacho kitakutegemeza. Bwana atategemeza maisha yako. Atakupa kitu ambacho kitakuvusha. Mstari wa 5, Isaya 55. Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu ya Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israel, maana amemtukuza. Maana amemtukuza, maana amekutukuza, maana amekutukuza. Itatokea nini? Itatokea nini kwako? Mstari wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu. Rehema zinakuja katika maisha yako. Rehema inakuja katika maisha yako. Na hapa anasema na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Atamsamehe kabisa. Hiyo ni ahadi ya kamanda wa wokovu wetu, na inakujia. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Mstari 39. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu. Hapa Petro alikuwa anazungumzia ahadi maalum, ahadi ya Roho Mtakatifu. Lakini mstari huu una matumizi katika kila ahadi ya maisha yetu. Ahadi ya msamehe, ya msamaha ni kwa ajili yako. Ahadi ya wokovu, ahadi ni kwa ajili yako. Ahadi ya kwamba ataandika jina lako kwenye kitabu cha uzima, anasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu. Barua inapokuwa ina jina lako, hakuna mtu atakaye idai wakati haupo. Hakuna mtu atakayefungua wakati haupo, lazima ikufikie. Lakini pia ahadi inapokuwa ni kwa jina lako, anaposema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, hiyo ahadi hakuna atakayechukua, hakuna atakayefungua kabla yako. Ahadi ya wokovu ni kwa ajili yako. Ahadi ya utakatifu ni kwa ajili yako. Huso utakatifu ambao tunajaribu, tunalala kwenye ardhi ngumu na tunahangaika. Na anasema nataka kujaribu sasa. We mkono uliyeiba, mkono uliyefanya uliyepiga mtu, ninakupiga na kuponda ponda na kuangamiza. Hapana.
sio utakatifu ule ambao tunaupata kwa kujitesa na kujiadhibu, lakini ni utakatifu unaotoka mbinguni. Anasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu. Ahadi ya nguvu ni kwa ajili yako. Ahadi hii ya uponyaji ni kwa ajili yako. Nguvu juu ya kila madhila ya maisha. Ahadi zote ambazo Mungu amezileta kupitia Kristo zitakufikia. Anasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Katika kambi zote mbalimbali, kambi ya watu wazima, kambi ya watoto, kambi ya vijana, kutakuwa na ahadi kubwa katika maisha yenu. Anasema na kwa watu wote walio mbali, wengine ambao wako mbali, ambapo sio makao makuu hapa, popote pale ambapo tunashirikishana faragha hii, kuna ahadi ya miujiza kwa kila mmoja. Hata mimi nimo. Na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ameniita. Sema ameniita. Ameniita, amekuita. Wote tutapokea ahadi kwa pamoja katika jina la Yesu. Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 20. Maana ahadi zote za Mungu. Ahadi ngapi za Mungu? Anasema ahadi ngapi? Hizo ahadi ngapi ni za kwako? Maana ahadi zote za Mungu. Je, ni ahadi ngapi zitakazotimiza katika maisha yako? Zote. Kusema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amin. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Mungu hatasema hasha kwako Mungu hata kukatalia. Kwangu Mungu hata nikatalia. Hebu jiambie mwenyewe ya kwamba Mungu hata nikatalia. Sema tena, kwangu mimi Mungu hatasema hasha. Hii itakuwa ni faragha ya jibu la mwisho kwa ajili ya maisha yako. Jambo la 3 sasa, tunaangalia mshindi wa kipekee, mwenye uwezekanifu usioshindika. Mshindi wa kipekee, mwenye ahadi, mwenye uwezekanifu usioshindika, mwenye uwezekanifu usioshindika. Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisemaje? Imekwisha. Alisema imekwisha. Imekwisha. Yesu amehitimisha kila kitu kwa habari ya wokovu wako, kwa habari ya utakaso wako. Amekamilisha kila kitu. Kwa habari ya uponyaji wako amekamilisha kila kitu. Kwa habari ya ukombozi wako amekamilisha kila kitu. Katika ile hali ya kushawishika kwa ndani amekamilisha. Nguvu amekamilisha. Imekwisha. Ameshafanya yote. Na kwa sababu hiyo ameharibu nguvu za yule mtu aliyetaka kuzuia muujiza wako. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Ili kwa njia ya mauti, ndio sababu alisema imekwisha, amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ameharibu kazi za Ibilisi kwa niaba yako. Awaache huru
ambao maisha yao yote kwa ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Hakuna vifungo tena katika maisha yako. Hakuna kifungo tena katika maisha yangu. Hakuna kifungo tena kwa mume wangu. Watu wengine nasema mimi sina mume pale. Watu wengine wanaonekana hawana waume hapa. Nasema hakuna kifungo kwa mume wangu. Hakuna kifungo kwa mke wangu. Hakuna kifungo kwa watoto wangu. Hakuna kifungo katika eneo lolote la kambi yetu. Amen. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki, ya kushtaki kwa hukumu zake, maandiko yoyote ikiwa yameandikwa duniani humu au yameandikwa hewani, angani au juu ya anga, sema ya kwamba ameifuta ile hati iliyoandikwa. Chochote ambacho kiliandikwa, ambacho kimetumwa kwako, na ilimaanisha kukuharibu wewe, kila maandiko ya namna hiyo yameshaondolewa, yamefutwa. Maandiko yaliyoandikwa kwamba utafeli, ya kwamba utashindwa, ya kwamba utakuwa ni mwenye dhambi, maandiko ya kurudi nyuma, maandiko ya kushindwa kufika mbinguni, maandiko yote ambayo shetani ameanzisha kinyume cha maisha yako, yote yamefutwa. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, chochote ambacho ni adui juu ya maisha yako, kinyume cha maendeleo yako, asema akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, na kuzifanya kwa mkogo kwa ujasiri, na akizishangilia katika msalaba huo. Sasa katika maisha yako Bwana atafanya mambo yote yawezekanika, yote yatawezekanika kwako. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Luka sura ya kwanza mstari wa 37. 1:37. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Katika faragha hii, neno lisilowezekana, maombi yako yamejibiwa. Mathayo sura ya 19. Mathayo 19 mstari wa 26. Mstari wa 26. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Badiliko, geuko, kusamehewa, kusafishwa, yale ambayo hayakuwezekanika katika maisha yako, sasa kwa Mungu yote yanawezekana. Marko sura ya 9. Yote yanawezekana sasa. Marko sura ya 9 mstari wa 23. Marko sura ya 9 mstari wa 23. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Yote yawezekana kwake aaminie. Kwa nini? Kwa sababu kamanda wetu, mshindi wetu, mkombozi wetu amesema imekwisha.
Biashara ya dhambi imeisha katika maisha yako. Adhabu ya dhambi imeisha katika maisha yako. Uchafu wa dhambi umeisha katika maisha yako. Lakini pia matokeo, madhara ya dhambi, magonjwa yote, mapepo yote, nguvu zote za giza zimeshindwa katika maisha yako. Udhihirisho wa nguvu za giza umeharibiwa katika maisha yako, umekwisha leo. Sasa leo katika faragha hii ya suluhisho la mwisho, imekwisha. Uko wapi? Imekwisha. Nasema uko wapi pale? Imekwisha. Pale Calvary imekwisha. Kupitia Kristo imekwisha. Kupitia kamanda wetu imekwisha. Kupitia mshindi mkuu imekwisha. Unachotakiwa kufanya tu sasa ni kuinua mkono wako wa imani na kupokea. Atasamehe kila dhambi, ataokoa kila roho, atayatakasa maisha ya waamini, atawaponya wagonjwa, ataharibu kazi za ibilisi. Imekwisha, imekwisha, imekwisha. Simama pale ulipo na mwambie Bwana, najua kwa ajili yangu imekwisha. Fungua kinywa chako na useme na Bwana. Mwambie Bwana, hii ni faragha yako wewe mwenyewe. Faragha ya suluhisho la mwisho. Ikiwa kuna hatia yoyote kwa ajili ya dhambi yoyote ambayo uliitenda, mwambie Bwana ya kwamba ninaomba unisamehe. Na nageuka, ninatubu, ninaamini Kristo alikufa kwa ajili yangu katika msalaba wa Calvary. Msamaha utakuja katika maisha yako mara. Na Roho wa Mungu atakupa amani katika maisha yako. Kristo ametenda. Kristo amelipa gharama yote. Hauhitaji kulipa chochote tena kwa ajili ya mambo yale uliyokwisha kuyatenda. Ilikwisha Calvary. Mshukuru ya kwamba nimesamehewa. Mshukuru nimerejeshwa. Mshukuru nimeokoka. Na hakutakuwa na adhabu tena kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, kwa sababu Kristo amenisamehe. Amefuta ile hati ya kumbukumbu ya dhambi zako. Analeta kusafishwa, analeta wokovu. Na kama umeokolewa, unaomba utakatifu kutoka mbinguni, utakatifu kutoka kwa Kristo. Sio utakatifu ambao tunajitahidi kuupata, ni utakatifu ambao anatupatia kwa neema. Ule utakatifu upo kwa ajili yako pia. Ahadi hii ni kwa ajili yako. Amekufanya mtakatifu, amekutakasa, amekusafisha moyoni, nafsini mwako, katika roho yako. Bado anayo nguvu kwa ajili yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili yako ipo kwa ajili yako. Wewe ni mtoto mpendwa wa Bwana. Anapokusamehe haweki kinyongo, na wala hawe ashiki kitu chochote kinyume chako. Hakushiki kinyume, wala hakumbuki ulifanya nini wakati uliopita. Unasamehewa,
unaoshwa, unasafishwa, anakufanya kuwa mtakatifu. Anakupa uwezo wake. Roho Mtakatifu ndiye mfariji, yeye ndiye atiaye nguvu, anakaa pamoja nawe hata milele. Kama wewe ni mgonjwa, amemaliza magonjwa yako katika msalaba wa Calvary. Imekwisha. Hakuna kitu kama ugonjwa usioponyeka. Hakuna kitu kama nakaribia kufa. Imekwisha. Hakuna kitu kama mlima usioweza kuondoshwa. Imekwisha. Hakuna kitu kama mashambulizi ya kiroho ambayo siwezi kushinda, ambayo wewe huwezi kushinda. Imekwisha. Hakuna hila yoyote ibilisi na ya nguvu za giza. Vimekwisha vyote. Wala wanaosema tutakumaliza. Hakuna kitu kama hicho. Nguvu ya mauti imeisha. Sasa katika maisha yako yote yanawezekana. Mateso hayataendelea. Katika faragha ya suluhisho la mwisho ambayo imekuja, matatizo hayataendelea katika maisha yako. Sasa imekwisha. Bwana ameyajibu maombi yako. Bwana ameyajibu maombi yako. Imekuwa. Utaufurahia wokovu wa Bwana. Utazifurahia ahadi za Bwana. Utafurahia uponyaji wako na ukombozi wako. Mambo yatageuka katika maisha yako. Utapata kionjo, utapata ujuzi wa suluhisho la mwisho, nalo limekuja katika maisha yako. Ninapokea. Sema napokea. Imethibitishwa katika jina la Yesu. Inua mkono wako tunapoomba pamoja. Baba, tunakushukuru kwa mafunuo yako. Tunashukuru kwa upendo wako. Tunashukuru kwa ajili ya rehema zako. Si kwa kustahili, ni kwa njia ya Yesu Kristo. Kristo wa pekee, kamanda wa pekee, mshindi wa pekee. Kila mmoja wetu amebarikiwa katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wamekiri dhambi zao, ambao wamegeuka na kuachana na dhambi zao, ambao wameomba radhi mbele zako na kuamini ya kwamba Kristo sasa ni mwokozi wao, hebu kuwe na ujuzi halisi wa msamaha na wokovu. Ujuzi wa uje kwa kila mmoja wao katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wameomba kwa ajili ya kusafishwa, kwa ajili ya utakatifu wako, utakatifu tokao mbinguni, ya kwamba wamehangaika na kuhangaika na hawakuweza kujitakasa wenyewe, Bwana utakwenda kuachilia neema ya utakaso na utakatifu. Mpatie kila mmoja wao katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanakosa nguvu, nguvu yako imekuja. Upako wako umekuja. Mamlaka imekuja. Ninaomba Bwana ya kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu
itamdondokea kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Uponyaji kwa ajili ya wagonjwa. Hakuna ugonjwa usioponyeka kuanzia leo. Bwana, ninaomba kila ugonjwa bila kujali jina. Jina la Yesu Kristo ni kuu kuliko magonjwa yote. Waguse watu wako, uwaponye katika jina la Yesu. Kila nguvu ya giza, nguvu za shetani zinazomtesa awaye yote, zinazomkandamiza awaye yote, imekwisha. Haribu kazi zote za ibilisi. Wafanye watu wako wote wawe huru. Thibitisha hilo kwenye kila maisha katika jina la Yesu. Baraka zote na uwezekanifu wote ambao kwa watu wako ambao wamefungua vinywa vyao na kuzitaja mbele zako, ninaomba utaziamuru katika maisha yao. Kuwe na ushuhuda kwenye kila kinywa, furaha kwenye kila maisha, jawabu la mwisho kwa kila mmoja kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa tunajua imekuwa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Ametenda maajabu Bwana Yesu.